Naam, uhali gani ndugu mfuatiliaji wa michezo na burudani, ni wakati na wasaa ule wa kimichezo tukikuletea habari zilizojaa nguvu, tetesi pamoja na uhakika wa kutosha kuhusiana na vyote ambavyo vinaendelea hivi sasa huko kwenye mitandao ya kijamii na kwenye viunga vya kimichezo. Mimi nikwambie kwamba mchezaji Kylian Mbappe, mchezaji mkubwa duniani ambaye amekuwa ana influence kubwa sana, hamasa yake imeweza kuwashawishi vijana wenzake wengi waweze kuingia kwenye masuala mazima ya michezo. Sasa hapa taarifa kubwa ambayo wengi wameweza kubaki midomo wazi ni baada ya mchezaji The Rock kutokea nchini South Africa ambaye yuko chini ya klabu ya Simba akikipiga kama kiungo hapo klabuni Simba. Sasa hivi amekuwa ni mchezaji ambaye taarifa zake na uwezo wake mkubwa umewafikia wachezaji wakubwa kama Kylian Mbappe mpaka kuweza kutaja timu ya Simba pamoja na jina lake. Si swala dogo, swala ambalo si la kulichukulia kwa wepesi hata mara moja. Timu kama ya Simba kwa kuweza kutajwa ama kufahamika na mchezaji kama Mbappe ni swala ambalo kwa hakika linaashiria na kuonyesha vidhibitisho vyote kwamba wachezaji wanajituma, lakini pia na uongozi unafanya kazi zake, kwa sababu mtu hawezi akaona kipaji cha mtu ama uwezo wa mtu pasipo kufuatilia ama kuona. Na siku hizi kumekuwa kuna power, yani nguvu kubwa ya mitandao ya kijamii, hasa katika dunia hii ya utandawazi, yani globalization, umeweza kupelekea vitu vingi kuweza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kupitia mitandao ya kijamii na kutumia vizuri vipaji vyao, basi huwa vinawafikia wachezaji wengi. Mimi nikwambie hapa ni sehemu husika kwenye chimbo la michezo na burudani. Tupo nawe kukuletea habari kila siku za kimichezo pasi na kuzichelewesha. Hakikisha tu kwamba umejiunga nasi, lakini pia tuambie wewe kama shabiki wa Simba, maoni yako ni yapi? Unaitakia nini timu yako ya wekundu wa Msimbazi Simba? Lakini pia tuambie kwa hiki ambacho Mbappe ameweza kukifanya hapa kina ukubwa gani na wewe umekichukulia kwa namna ipi? Asante na karibu tena mpaka wakati